Tunaona kwa kiasi kikubwa kwamba bado elimu haitoshi kwenye jamii zetu. Kwa sisi shirika pamoja na waandishi wa habari tukiendelea kuungana kwenye kampeni mbalimbali na kutoa elimu, basi tunaamini ya kwamba tutaweza kusaidia swala zima la madhara ya dawa za kulevya yakapungua katika jamii yetu. Lakini zaidi sana tumeona takwimu ni chache. Kwa hiyo waandishi wa habari pamoja na mashirika na asasi mbalimbali ambazo zinafanya kazi kwenye jamii kuendelea kutoa takwimu ambazo ni sahihi na elimu ambayo ni sahihi ambayo itaweza kusaidia jamii kuepukana na madhara yanayotokana na matumizi ya pombe, dawa za kulevya na tumbaku. Tunaamini kwamba waandishi wa habari kwa kutumia kalamu zao, wao ni kiungo muhimu sana cha kuhakikisha kwamba tunatoa ile mitazamo hasi kwenye jamii kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya, masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tunaweka mitazamo ambayo ni chanya, ambayo tunaamini kila mtu akipata taarifa iliyo sahihi ana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi ambayo ni mazuri kwenye jamii yetu. Sana. Naweza nikasema wako watu ambao walitamani kuanza dawa za kulevya lakini hawakuweza kuanza kwa sababu ya elimu walioipata. Lakini wale watu ambao walikuwa wameshaanza waliweza kubadili mitazamo yao na kuona kwamba wana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakaishi bila matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tumeona kuna matokeo makubwa sana. Lakini pia bado tunaona kuna tunasema gap kwenye jamii yetu ambalo linaonekana kwenye masuala mazima ya dawa za kulevya, kwa sababu yako mambo mengi ambayo yanasababisha elimu isiwafikie watu. Mitazamo hasi, lakini pia tamaduni ambazo ni hasi kwenye jamii yetu, lakini wakati mwingine rushwa kuwepo kunafanya elimu sahihi na taarifa sahihi zisiweze kufanyika kazi. Hivyo mamlaka husika tunatamani sana waweze kulisimamia swala zima la madhara ya dawa za kulevya, pombe na tumbaku kwenye jamii yetu. Wadau wengine ambao pia wanashirikiana na mamlaka hii, tungependa waelekeze nguvu kwenye kutoa elimu zaidi ya madhara ya ulevi, hasa ulevi wa kupindukia, lakini pia na madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini nguvu hizo pia ziende sambamba na kuongeza ama kuelezea faida za kutumia vilevi au faida za kutumia dawa za kulevya, kwa sababu ziko faida nyingi. Mfano, nguvu kubwa zimeelekezwa kuelezea tu madhara, lakini kama ambavyo nguvu zinaelekezwa kuelezea madhara ya dawa za kulevya ama ulevi wa kupindukia kwenye jamii, kunahitajika sasa nguvu hiyo itumike kuelezea faida za kutumia ulevi, lakini faida za kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu ziko wazi, ziko faida nyingi tu ambazo pia hata si waandishi wa habari tunapaswa kuelekeza nguvu huko. Kuna watu ambao unaweza kuwa mifano mizuri ya kutumia dawa za kulevya. Kunaona pia kuna mila na desturi ambazo ni za zamani, zimepitwa na wakati, zimekuwa zikiathiri kwa kiasi kikubwa sana jamii yetu hii, na kuna dhana pia potofu kwa watu ambao wasiotumia pombe kuonekana kama washamba, hawajielewi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa la kuendelea kuelimisha jamii, kuacha kuamini katika mila na desturi potofu, lakini vile vile kuhakikisha kwamba matumizi ya pombe ikiwezekana yanaachwa ili basi familia ziwe salama na kuweza kuepukana na watoto wa mitaani.